Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, asante kwa ajili sana wakati huu ambao Bwana Yesu uko mahali hapa kwa nguvu na uweza wako kwenda kujadili mambo muhimu sana kwenye maisha yetu ya hapa duniani na baadaye tukiwa kwa wako Mungu. Hadhara hii Bwana Yesu uko tayari kusikia kila ambacho tunatuma watumishi wako kunena. Ikawe chini yako, chini ya uangalizi wako, na yeyote yule ambaye anakusudia kupokea Bwana Yesu, hebu nenda kwa kutulia ili kuelewa hatimaye kwa ulizi mfano wako uliotendea sisi kwa wale ambao tunawafika kwa neno kwao. Asante kwa sababu ulipo kwa nafsi na wewe yote na mweka mwalimu wako mkononi mwako. Tumika kwa chombo kwa sauti yetu usimuache katika mazuri zake na mawazo yake mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mwalimu kwa mada yetu dakika 25. Tutakapokimbia tutagonga meza. Kishagonga meza usiendelee. Ukumbi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Assalamu alaykum. Ashkuru jiddan alladhi khalaqa samawati wal ardi thumma khalaqa al-insana wa bainahum alladhi wahida khalaqa yukhalisu al-insana ismuhu Yesu. Shahadu anna la ilaha illa Yesu wa ursi rasulihi amma ba'd. Nimetamka kwa ulimi kwamba hapana Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki ila Yesu. Na nimetamka kwamba Paulo ni mtume wake. Na pia nimekiri kwa ulimi kwamba Yesu peke yake ndiye aliyekuja kuokoa wanadamu na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mada hii ambayo tunakwenda kuiwakilisha sasa sio mada, lakini linakusaidia kutafakari jambo ambalo katika Uislamu limekuwa mtihani kidogo. Ni kuhusu swala la Adam. Katika Biblia Adam ametajwa kwamba ndio mtu wa kwanza kuumbwa, ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Lakini unapoendelea ndani ya Biblia inakupa taarifa za Adam kwamba pamoja na kwamba alikuwa ameumbwa na Mwenyezi Mungu, akafika mahali Adam akakosa. Na alipokosa hakuna kitu chochote kilichofuata zaidi ya yeye kufukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni. Somaji Iko Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22 mpaka wa 24. 22 mpaka 28 mpaka mstari wa 20. Bwana Mungu akasema, ndio basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Ndio. Kwa kujua mema na mabaya. Ndio. Na sasa asije kanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima. Ndio. Akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Adamu kwa mujibu wa Biblia alipokosa, alitolewa. Biblia inasema alifukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni. Na Mungu akaweka makerubi kuilinda bustani ya Edeni. Kwa mujibu wa Biblia, habari za Adamu alipokosa na alipomkosea Mungu, aliondolewa kabisa katika bustani ya Edeni na akapelekwa nje ya bustani ya Edeni. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Na kwa sababu ya Adam kutolewa kutoka kwenye bustani ya Edeni, maandiko yanaendelea kusema nini? Somaji. Ndio. Warumi sura ya 5. Soma mstari wa 12 mpaka wa 14. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 mpaka 14. Mstari wa 12 mpaka mstari wa 14 inasoma. Inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwapo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa kwa sheria. Lakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi iliyofananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiki pasipo sheria, kwa sababu ile dhambi aliyotenda Adamu